Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kutoka Makambako, Njombe, Tanzania. Hii ni Masjid Taqwa TV. Je, umesha subscribe YouTube channel ya Masjid Taqwa? Fanya hivi, ingia YouTube, andika Masjid Taqwa TV, subscribe, washa alama ya kengele ili taarifa zetu ziwaendee watu wengi zaidi duniani. Leo tulikuwa tuna kikao cha uhamasishaji ama semina ya elimu ya Kiislamu mashuleni. Ni kikao maalum ambacho kimekusanya wadau mbalimbali kutoka taifa, kutoka Iringa, kutoka Ruvuma na hapa kama wenyeji Njombe. Tutakwenda kusikia mambo mbalimbali ikiwemo changamoto, ikiwemo asili yake, walianzaje. Mambo yote haya tutaenda kuyajua katika dakika chache zinazofuata hapo mbele. Hivyo basi naombeni tuweze kuungana sote kwa pamoja katika dakika hizi chache ili tuweze kufahamu watoto wetu huko mashuleni wanapitia changamoto. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, kwanza tukufahamu. Naitwa Suleiman Daudi, ni mwenyekiti wa idara ya mafunzo na ufundishaji Tanzania Islamic Studies Teaching Association, lakini pia ni naibu amiri wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania. Naam, ni nini kimetukusanya leo hapa Makambako? Kilichotukusanya hapa ni mkutano wa kikanda wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania, ambao ni wadau wakuu wa TISTA katika swala zima la ufundishaji wa elimu ya dini ya Kiislamu hapa mashuleni nchini Tanzania. Aha. Na unaizungumzia JDK na mchango gani katika hiki ulichotoka kukizungumzia? Mchango wa IDK ni mkubwa, hasa sasa kuna mabadiliko makubwa ya kielimu hapa nchini. Mfumo wa elimu unaruhusu elimu ya dini ya Kiislamu. Watoto wakifanya watafaulu, wataweza kuchaguliwa kuendelea mbele. Kuna combination pia zipo. Kwa hiyo kuwepo kwa somo hili litasaidia sana kujenga watoto kimaadili, nidhamu na malezi bora kwa ajili ya kuandaa jamii iliyo bora hapa nchini kwetu. Na ni nini mpango wenu wa sasa na baadaye juu ya hiki tulichotoka kukizungumzia? Mpango wetu ni kuhamasisha na kuendelea kuelimisha jamii juu ya kufahamu umuhimu wa somo hili na namna gani linatakiwa lifundishwe, na umuhimu na faida zinazopatikana katika ufundishwaji wa somo hili mashuleni kwa vijana wa Kiislamu. Naam, asante sana, mpaka wakati mwingine. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, tunaomba kukufahamu. Kwa majina anaitwa Ustadh Rashid Martin, ni mwenyekiti wa TISTA mkoa wa Njombe. Naam, uzungumziaje mkusanyiko huu ambao umefanyika leo hapa Makambako? Ni mkusanyiko mzuri. Ilikuwa ni kikao kwa ajili ya kutathmini mwenendo na kikao cha kanda hiki ambacho kimehusisha watu kutoka Songea, watu kutoka Iringa na watu kutoka Njombe. Tumekutana hapa. Naam, kuna mkanganyiko juu ya haya masuala. Kuna kitu TISTA, kuna kitu IDK, kuna kitu KKU. Hivi vitu kwa mkusanyiko wake ni nini? Vimeleta mkanganyiko mkubwa sana katika jamii. Kikubwa ni hiyo KKU. KKU ni kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania, tena inaitwa KKUT, kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania. Hiyo ndo unavyozungumza kuendeleza Uislamu, unazungumza nyanja zote. Kwa hiyo katika nyanja zote, nyanja ya elimu, nyanja ya masuala ya uchumi, nyanja ya masuala ya afya, anayesimamia ndo KKU. Kwa hiyo katika masuala ya elimu ambako nieleze mimi, ndo tunakwenda kuikuta TISTA na tunaikuta IDK. Kwa sababu TISTA tunazungumzia walimu, IDK sasa ni wale wapokeaji sasa na wale wafundishaji. Naam. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, tunaomba kukufahamu. Bismillah, alhamdulillah. Kwa majina naitwa Sharifu Ramadhani almaarufu Sheikh Sharifu wa Madina. Naam, wewe umeshiriki katika huu mkutano kama nani? Nimeshiriki katika huu mkutano kama amiri wa mkoa huu kwenye kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania. Naam, unakizungumziaje kikao hiki cha leo? Alhamdulillah, ni kikao kikubwa. Ni kikao kikubwa kwa maana kwa kikao cha kanda ambacho kinajumuisha wana kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania wa kutoka mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Njombe pamoja na mkoa wa Iringa, kwa maana kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa ni kikao kikubwa sana kile. Nani amewakusanya leo? Leo
Mkusanyiko huu sisi Waislamu kwenye utaratibu wa kamati huwa hatuna mkusanyaji, isipokuwa tuna wito tu, tamko la kutoka kwa kiongozi wetu. Kwa hiyo kiongozi wa kanda hii ambaye ni Amiri Kawanga, mkurugenzi wa Mkuzo Islamiki, ndo mwenye kanda yake, ndo ambaye alikuwa ametuita na kutualika kwamba tunatakiwa tukusanyike leo kwa ajili ya kujadili mambo yanayohusiana na Uislamu katika kanda hii. Naam, jambo hili limeleta tija gani katika jamii yetu ya Makambako na Njombe kwa ujumla? Alhamdulillah, Makambako na Njombe kwa ujumla, kwanza kamati ilikuwa haikueleweka. Tukizungumza kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania, ilionekana ni kama jambo fulani, kitu fulani kilichofichika huko, kana kwamba ni vikundi fulani vya chini chini kama ilivyo vikoba na nini huko. Halikufahamika kuwa ni jambo la Waislamu, ni jambo kubwa ambalo linaunganisha taasisi zote, kwa maana wewe uwe ni Ibadhiyu, uwe ni Dhinuraini, uwe ni mtu wa Bakwata, jambo hili na kuhusu, kwa maana zile program za kamati ya kuendeleza Uislamu kama alivyoeleza naibu amiri taifa kwamba zinahusiana na Waislamu wote. Kwa hiyo tukusanyike kwa umoja wetu, tulishike jambo hili, tusogeze mbele Uislamu. Kwa ninavyoliona mimi, imekuwa ni chachu kubwa sana ya kusababisha Waislamu tuungane na tukimbize mwenge huu kwa pamoja. Naam, jambo hili asili yake, changamoto zake, mlianzaje katika mji wetu wa Makambako? Alhamdulillah, mwanzo sisi hatukuanza kama kamati. Kwanza tulikuwa hatujui kamati. Ila tu tulionelea kutokana na shida ambazo zina wakabili watoto wetu mashuleni, tukiwa na marhumu Sheikh Mashaka Amiri, miaka iliyopita kidogo, alionelea yeye kama Sheikh aliyekuwa Sheikh wa mji kwamba huko mashuleni kumekuwa na changamoto, watoto wetu wanarudi, watoto wa Kiislamu, alafu wakati wa kula wanakuambia tuanze kwanza kwa kuomba kwa jina la Baba na la Mwana. Sheikh akasema haijakaa sawa, kwa hivyo hebu wapatikane watu kama ambavyo pamesemwa katika kauli ya Allah, lipatikane kundi miongoni mwenu likiwa linawaita watu katika khairi, walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi. Wapatikane watu miongoni mwenu, lipatikane kundi miongoni mwenu likiwaita watu katika khairi. Basi Mashaka akaanzisha jambo hili na kutuvuta kidogo kidogo, tukakusanyika katika msikiti huu. Masjid Taqwa ndio ilikuwa kitovu, tukaanzisha hapa utaratibu wa elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni. Tukawa tunaenda tu kufundisha mashuleni, hatujui kamati kiujumla. Kwa tulikuwa tunafundisha mashuleni kwa vile ambavyo tunaweza. Basi ndo akapatikana mtu mmoja alikuwa amiri wa kanda hii, anaitwa Ahmed Katoba. Yeye akatuunganisha kwamba jamani, jambo hili mmefanya vizuri, lakini utaratibu wake lina njia zake hizi. Kunayo miongozo ya kufundishia hao watoto wasomi tu chochote kama ilivyo masomo mengine serikalini. Mtoto wa Tunduma na mtoto wa Pwani wanasoma kitu kinachofanana, ni kitu kimoja. Basi pia jambo hili kwenye utaratibu wa Uislamu, watu wa Njombe na watoto wa Masasi wanatakiwa wasome kitu kimoja. Basi kunao utaratibu, ndo akatuunganisha na viongozi wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania ambaye ni Muhammad Ramadhani Qasim, kiongozi wetu, amiri wa taifa. Yeye akatukubali, akatupokea na kutupa ujuzi kwa kiasi chake, akatupa miongozo namna gani tufundishe. Ndo ambako tulikuwa tumetokea. Baada ya hapo tukaendelea kufanya kazi hizi chini ya mashehe wamelipokea, shekhe wa wilaya Shekhe Shabani Mikidadi Dinga, shehe wetu Sheikh Ibrahim Changa, Sheikh Muharram Shaban Nyalusi, wametupokea, wanatusupport jambo hili. Tunaenda nalo kuanzia pale ambapo tulikuwa tumeanza. Baada ya kutawafu shehe, tukaendelea na hawa ambao wapo, na alhamdulillah mpaka leo tumefikia kufanya jambo hili kubwa la kukusanyika kama kamati kwa watu wa kutoka wa kanda nzima, kwa maana kwa Njombe ilikuwa haifahamiki. Kwa hiyo ni kama nchi mpya sasa imepata kitu kwa kufanya ifahamike nchi hii. Na ni changamoto gani mnazipitia katika jambo hili? Changamoto zipo kwa sababu jambo hili, kamati kiini chake ni elimu ya dini ya Kiislamu. Elimu ya dini ya Kiislamu huko mashuleni, utaratibu wake 75% ni kujitolea. Hatuna budget ya kuwa tunawalipa walimu. Tukipata basi huwa tunapata nauli tu ya kuwasaidia kutoka eneo ambalo wapo kwenda kwenye kituo cha kazi wale ambao wanafundisha mashuleni. Na kwa sababu jambo hili halijaeleweka, tumekuwa na watu wachache sana ambao ni walimu wanaoenda kufundisha mashuleni. Kwa hiyo changamoto namba moja ni hiyo, watu wa kujitolea kwenda kufundisha mashuleni, lakini pia nauli pamoja na posho za walimu imekuwa changamoto kwetu, kwa sababu hatuna chanzo kikubwa cha mapato cha kusaidia jambo hili likue.
Changamoto zipo hiyo. Aha, kwa changamoto kubwa ni walimu kwanza, lakini mbili rasilimali watu kwa maana wawezeshaji. Unawaambia nini hawa wawezeshaji kwa maana jamii yetu ya Kiislamu kwa ujumla na wadau wa kimaendeleo? Kwanza kabisa nilitamani wao wafahamu kwamba jambo la dini halina mtu maalum. Amesema naibu amiri pale, sio kama Simba na Yanga kuna wachezaji alafu kuna watizamaji kwamba mashabiki. Uislamu hauna wachezaji na watizamaji. Uislamu kila mmoja ana kipande chake cha kushika. Katika aya ya Allah tabaraka wa taala, Allah aliposema inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, aya ile wamefasiri kwa upana sana. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda waja ambao wameshikamana katika dini ya Mwenyezi Mungu wakipigana safu mfano wa jengo lililojengwa imara. Kwenye jengo ulama wamepigia mfano mlango una kazi yake kwenye jengo, paa lina kazi yake, halikadhalika sakafu, halikadhalika nguzo na kuta na kila kitu na kazi yake. Kwa maana utaratibu wa Uislamu kila mmoja ana nafasi yake, anayo sehemu yake ya kucheza. Kwa fanya Uislamu ndo kama jengo. Kwa hivyo wale ambao wana elimu nafasi yao tufanye ndo mlango, wale ambao wana uchumi nafasi yao dirisha, yule ambaye ana cheo serikalini nafasi yake ni nguzo kama dhalika. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ajue kwamba kwenye mambo haya ya Uislamu anahitajika yeye kusimama, anayo nafasi yake. Atakapokuja sisi tutamuonyesha nafasi yake kwamba wewe kama daktari nafasi yako kwenye Uislamu simama pale. Wewe kama askari nafasi yako kwenye Uislamu simama pale. Twende safu kwa pamoja kama ambavyo imesema aya, ili lengo tupate kukutana na Allah tabaraka wa taala kama ameturidhia. Kwa hiyo wanaonisikiliza wafahamu kwamba kwenye Uislamu jukumu letu sisi kama Waislamu, kila mmoja katika sisi kusimama kwenye nafasi yake ambayo anaweza kusimama ili Uislamu uende. Hakika. Alhamdulillah, shukrani sana Sheikh. Jazakallah.